hapo. Deni yenye ilianzia huko nyuma imekuja kudai, inadai maisha ya mtu, inadai afya ya mtu. Kuna uwezekano umetulia pale, umejaribu kutafuta kazi, umemaliza kusoma, umejaribu kutafuta kazi, lakini kwa sababu kuna deni yenye inasemanga watu wa kwenu hawafai kuandikwa kazi, inakuja inainuka wakati ambapo tunakaribia kazi, wakati unafika tu hivi kazi, kabla uandikwe unaambiwa kuna mtu amekuja mbele yako na tumempatia hiyo kazi. But I'm here to speak to you. There is one man, there is a prophet that God has sent to you. I say there is a prophet that God has sent to you. Ili deni yako ikalipwe, ili deni yako ikalipwe. I say ili deni yako ikalipwe. Hallelujah, hallelujah. Hata leo mwambie ni wakati uende ulipe deni. Ni wakati uende ulipe deni. Mwambie ni wakati uende ulipe deni. Ni wakati uende. I think you are not getting me. Mwambie ni wakati uende ulipe deni. Ni wakati uende ulipe deni. I know you are not getting this. Kuna uwezekano wewe kijana, wewe peke yako kwenye ndio umeamua kuokoka. Wakati unaamua kuingia kwa kanisa, wakati unaamua kuanza kushika Yesu, ukitembea kidogo ukiona watu wanalewa, kakitu ndani kanaanza kuinuka, kanakuambia test iko inakaaje. Enda jaribu kutest uone inakaaje. Kumbe kuna deni ya ulevi ambayo ilikuwa imewekwa. Ikikuona unajaribu kuokoka, inainuka inakwambia no, you cannot be saved. Lazima uishi maisha ya ulevi, lazima uishi maisha ya kung'ang'ana. But the prophet looked at the woman, akamwambia the time has come, and get what you have, because you have to pay the debt. Wakati umefika deni ilipwe. I want you to understand this. Mtu yoyote mwenye ako na deni, hakuna siku atakaa na amani. I know mama zangu, dada zangu, kuna wakati umaikuwa na deni ya watu, ukiona huyo mtu mwenye anakudai, utatamani hata kujificha. Let me come to the physical debt. Kuna uwezekano umetulia hapa, watu wamekuona umeongoka, watu wamekuona unatumikia Mungu, lakini maisha ya madeni haijakutoka. Maisha ya madeni imekaa na wewe. Si ya kwamba wewe umetaka hizo madeni, lakini hali imekula